ya watu waliothibitishwa kufariki kufuatia kuporomoka kwa mgodi wa dhahabu eneo la Ramos, kaunti ya Pokot Magharibi imefikia watu 15. Miongoni mwa waliofariki 10 ni wanawake. 12 waliookolewa na wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na wakazi pamoja na maafisa wa usalama wameendeleza shughuli za uokoaji, huku kukiwa na hofu kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka, kwani watu 60 walikuwa kwenye mgodi huo. Shughuli za uchimbaji dhahabu katika mgodi wa eneo la Ramos, kaunti ya West Pokot iligeuka maafa baada ya mgodi huo kuporomoka na kupelekea watu zaidi ya 10 kupoteza maisha yao. Baadhi ya walionusurika katika mkasa huo wakieleza yaliyotokea wakati mkasa huo ulitokea usiku wa kuamkia leo. Nilisikia tu mawe tu ali anaanguka tu. Sasa mawe kaanguka akatupata tu kwa hapo kwa chuteti kwa hapo tu. Sasa ukapata si hapo. Wengine hata kenye alikuwa hapo kanyorosha hao yote. Tumesikia nini? Mawe nimesikia nini mlima wakati unani sisi alikuwa chini, nikasikia nini sauti ya nini ya mlima pupu, nikapigia hawa simu nini imetendeka, ati simu nikasema nimeumiza watu nini mlima umekatika, nikatoroka tukupanda juu kwenda kuleta watu kuokota kwa mawe. Watu yuko wengi, watu karibu 60. Lakini yenye umeona umepata ni mgonjwa ni karibu 20. Ile umebaki huko karibu 10. Ile umebariki huko tu. For the government not to be for individuals. Yeah, like the government should own those things there, because if these local people go there, they get a lot of problems there. Kulingana na hospitali ya rufaa ya Kapenguria, baadhi ya watu waliofikishwa hospitalini humo walikuwa na majeraha mbalimbali, huku wengine wakilazimika kufanyiwa upasuaji wa dharura. 5 patients were brought in yesterday evening after being involved in a gold mine accident. 4 men and one female patient. 2 of them had severe crash injuries and had to have emergency surgeries, including amputations and toileting of the wounds. And one of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theatre for repair of the lacerations. And also today we also have 2 more who have degloving injuries. Kwa upande wake, gavana wa kaunti hii ya West Pokot Simon Kachapin, akisikitishwa na vifo hivyo, ameitaka serikali ya kitaifa kuchukua hatua dhidi ya uchimbaji migodi haramu katika maeneo yote nchini ili kuzuia visa hivi kutokea tena. Idadi kamili ya wale wamefariki, idadi kamili bado hatujapata. Bado kuna habari kwamba kati ya watu 8 na watu 11 wamefariki. Tulituma ambulance ya kaunti 2 na iliweza kusafirisha wale walikuwa wamejeruhiwa na wengi wametibiwa pale Kapenguria. Mary Kyalo, Undugu TV.